Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu, vita vya Iran dhidi ya Israeli, ambapo Marekani pia ameingilia, na Marekani tangu kuingilia vita hivi naye pia ameonekana kupata athari. Na nikwambie tu alfajiri ya leo taarifa iliripotiwa kwamba Iran imeweza kushambulia ubalozi wa Marekani huko Riyadh, Saudi Arabia, na rais wa Marekani Donald Trump ameapa kwamba ataweza kulipa kisasi cha shambulio hilo kwenye ubalozi wake. Na nikwambie tu kadiri atakavyolipa kisasi basi mambo yatakuwa mazito zaidi. Na kiongozi mkuu mpya wa Iran ambaye anatarajiwa kumrithi Ayatollah Ali Khamenei, ambaye kwa sasa ni mtoto wake Ayatollah Khamenei anaendelea kukaimu, nikwambie ni moja ya watu ambao wana misimamo mikali zaidi kuliko hata baba yake, na kuna uwezekano Marekani akapata athari kubwa zaidi kwa kitu ambacho alikuwa bado hajakitathmini kwenye vita hivi dhidi ya Iran, ambapo yeye Marekani anamsapoti Israeli ambaye ni mshirika wake mkubwa. Sasa nikwambie, katika mwendelezo wa vita hivi athari mbalimbali zimeanza kuonekana, ikiwemo kwenye swala zima la mafuta, swala zima la gesi pia na mambo mengine mbalimbali. Na taarifa ambayo nimeipokea imeweza kuchanganua vitu mbalimbali ambavyo kwa sasa vimeanza kuleta changamoto kwa wenzetu wa bara la Ulaya. Bei ya gesi kwenye soko la hisa barani Ulaya imezidi dola 700 kwa kila mita za ujazo 1000 kwa mara ya kwanza tangu Januari 2023, huku kukiwa na taarifa kutoka kwenye kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu kuzuiwa kwa mlango bahari wa Hormuz, kulingana na data kutoka ICE ya London. Na nikwambie, kwa upande wa mafuta, bei ya gesi asilia itaongezeka maradufu, huku bei ya mafuta ikizidi dola 100 kwa pipa. Mwakilishi maalum wa rais wa Urusi na uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi na nchi za nje, mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi Kirill Dmitriev anaamini. Na nikwambie, ongezeko linalowezekana la bei ya malighafi katika masoko ya dunia lililosababishwa na operation ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran linaweza kuongeza mapato ya wauzaji nje kwa muda, ikiwa ni pamoja na Urusi. Mwanasayansi wa siasa na mchambuzi wa Marekani John Kavlich anasema pia Urusi itakuwa mnufaika anayeonekana zaidi. Kavlich anabainisha mapato ya wauzaji nje wa gesi asilia iliyomiminika LNG wa Urusi yataongezeka kutokana na kupanda kwa bei ya gesi na mafuta katika masoko ya dunia na kuongezeka kwa mahitaji kutokana na matatizo ya kusafirisha LNG ya Qatar kupitia mlango bahari wa Hormuz. Maria Belova, mkurugenzi wa utafiti kwenye kampuni ya ushauri ya Implementa, anasema. Kwa hiyo kiujumla, Umoja wa Ulaya utakumbwa na mgogoro mpya wa kiuchumi ikiwa mgogoro katika Mashariki ya Kati utadumu zaidi ya wiki 4. Bloomberg pia imeweza kuthibitisha hilo. Kwa hiyo Marekani ameingia kwenye vita ambavyo watu wa Ulaya kwa sasa hawaelewi nini hasa ambacho kitaweza kukamilisha au kufanya vita hivyo viweze kutulia. Na watu wa Ulaya waliweza kuonyesha kile ambacho kinatajwa kama unafiki kwa kutotoa onyo kwa Marekani kumshambulia mmoja mwanachama wa Umoja wa Mataifa ambaye ana haki zote. Alivamiwa, akashambuliwa. Lakini sio hivyo tu, Marekani kwa hivi karibuni amefanya matukio ambayo wengi wanasema yanakiuka taratibu mbalimbali za Umoja wa Mataifa, lakini kwa Marekani amekuwa hanyoshewi kidole, ila itakapotokea taifa lingine imekuwa ni changamoto. Na hii yote nikwambie ni moja kampeni ya rais wa Marekani Donald Trump ya ku make America great again, kufanya Marekani kwa kubwa. Kwa hiyo ziko mbinu mbalimbali ambazo Marekani anafanya. Sasa hivi Marekani yupo katika level ya kujadili mambo ya barabara, si mambo ya kuboresha zahanati, si mambo ya kuboresha nini. Sasa hivi wanadili kwenye mambo ya military. Kwingineko, idadi ya vifo vya Iran kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu imeongezeka hadi 787 kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu la Iran IRCS. Kulingana na ripoti kutoka kwenye vikundi vya operation, raia 787 wa Iran kwa bahati mbaya wameuawa kutokana na mashambulizi hayo ya Marekani na Israeli. Juhudi za utafutaji na kusafisha vifusi pamoja na usafirishaji wa majeruhi na utoaji msaada wa kimatibabu zinaendelea, shirika hilo liliweza kusema. Hadi sasa jumla ya mashambulizi 1039 kwenye maeneo 153 kote Iran yamerekodiwa, huku uharibifu ukisababishwa kwenye angalau vituo 504. Na nikwambie, operesheni kubwa ya ardhini ya Marekani nchini Iran inaonekana kuwa haiwezekani, kulingana na mtaalamu wa kijeshi Kanal Viktor Litovkin ambaye huyu ni mstaafu. Alizungumza na ameeleza kwamba ukubwa
wa eneo la Iran hufanya mpango kama huo usiwezekane kutokana na usambazaji wa sasa wa vikosi vya Marekani. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kwamba Washington haipangi kikamilifu uvamizi wa ardhini dhidi ya Iran. Hata hivyo, Rais Donald Trump hajaondoa kabisa uwezekano huo kama njia ya kufikia malengo ya kimkakati ya Marekani. Litovkin alisisitiza kwamba operesheni kubwa ya ardhini nchini Iran haiwezekani kwa sababu eneo hilo ni kubwa. Marekani haina vikosi vya kutosha kufanya operation kama hiyo, na alisema kwamba Marekani haijakusanya vikosi vikubwa vya ardhini Mashariki ya Kati, akidokeza kwamba maoni ya Rubio yanaweza kuwa jaribio la kuitisha Teheran, kwa kudokeza kwamba shambulio la ardhini linaweza kuwa karibu. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo. Vilevile Brigedia Jenerali wa Iran Ibrahim Jabar, mshauri wa kamanda kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ameapa kuichoma moto meli yoyote ya mafuta inayojaribu kupita au kupitisha mafuta yake kwenye mlango bahari wa Hormuz. Marekani kwa sasa haipangi operesheni ya ardhini huko Teheran, lakini Rais Donald Trump hajatenga hatua hii ili kufikia malengo yaliyowekwa, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alisema. Brigedia Jenerali wa Iran Ibrahim Jabar, ambaye ameapa kuchoma moto meli yoyote ya mafuta inayojaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz, amesisitiza kwamba Teheran haitaruhusu tone moja la mafuta kuondoka katika eneo hilo. Mlango bahari wa Hormuz unaunganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman, na zaidi ya hayo bahari ya Hindi. Takriban 1/5 ya mauzo yote ya mafuta duniani hupitia humo. Hadi 80% ya kiasi hiki huenda kwa nchi za Asia, ikiwa ni pamoja na India, China na Japan. Kwa mfano, Japani hupokea takriban 90% ya mafuta yake yanayohitajika kutoka Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inasema kwamba mlango bahari wa Hormuz bado uko wazi kwa kuweza kuruhusu raia kupita, na aliripoti mwandishi wa habari wa Fox News Channel Jennifer Griffin kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii ya X. Waziri mkuu wa mambo ya nje wa Japan Tomitsu Motegi alizungumzia suala la kuhakikisha usalama wa usambazaji wa mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, na balozi wa Iran huko Tokyo, katibu mkuu wa baraza la mawaziri Minor Kihara, aliweza kuthibitisha kuzuiwa kwa usambazaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati, huku Marekani na Israeli zikishambulia Iran, kutasababisha kupungua kwa 3% kwa pato la taifa la Japan. Yuki Togano, mtaalamu katika taasisi ya utafiti ya Japani, anasema kwenye mahojiano na mtangazaji wa kitaifa wa umma wa NHK. Kulingana naye, kupungua huko kwa pato la taifa la nchi hiyo kutawezekana iwapo kutazuiwa kwa muda mrefu mlango bahari wa Hormuz pamoja na usambazaji wa mafuta kupitia Bahari Nyekundu. Hayo yakiendelea, kikosi cha ulinzi cha Israeli kimeidhinishwa kusonga mbele kusini mwa Lebanon na kuchukua udhibiti wa nafasi zaidi huko, kulingana na mkuu wa ulinzi wa taifa la Kiyahudi Israel Katz, ili kuzuia uwezekano wa kufyatua risasi moja kwa moja katika jamii za Israeli. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na mimi tumeidhinisha IDF kusonga mbele na kushikilia ardhi kubwa zaidi nchini Lebanon na kulinda jamii za mpakani kutoka hapo, Katz alisema. Vilevile, Iran haitengenezi silaha za nyuklia na China inasisitiza kwamba Marekani na Israeli zisitishe mashambulizi hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Mao Ning anawaambia waandishi wa habari, tunatambua kwamba Iran imethibitisha mara kwa mara kutokuwa na nia ya kutengeneza silaha za nyuklia, na hivi karibuni imekuwa na mazungumzo mazito na ya wazi na Marekani. Alisema, tunahimiza kukomeshwa mara moja kwa uhasama na kuanza tena kwa mazungumzo, na mazungumzo haraka iwezekanavyo, ili kudumisha utawala wa kimataifa wa kuzuia kuenea kwa nyuklia na kuhakikisha amani na utulivu katika Mashariki ya Kati na dunia, mwanadiplomasia huyo alibainisha. Msemaji huyo pia alikumbuka kwamba Marekani na Israeli walishambulia Iran wakati wa mazungumzo, hivyo kukiuka sheria za kimataifa na kusababisha mvutano katika Mashariki ya Kati kuongezeka zaidi. Na aliongeza kuwa Beijing inaunga mkono mara kwa mara utatuzi wa amani wa suala la nyuklia la Iran kupitia mazungumzo, na inaheshimu haki ya Teherani ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Vilevile, Iran haitengenezi silaha za nyuklia na China inasisitiza kwamba Marekani na Israeli zisitishe mashambulizi hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Mao Ning anawaambia waandishi wa habari. Lakini hapo hapo kwa Mao Ning pia anasema Marekani na Israeli zinadhoofisha usalama wa nishati ya kimataifa kwa kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Usalama wa nishati ni muhimu sana kwa uchumi wa dunia. Pande husika zina jukumu la kuhakikisha usambazaji wa nishati thabiti na usiokatizwa, anasema katika mkutano huo. Vilevile inaelezwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump anakusudia kuhitimisha vita vya miaka 47 visivyo na mwisho na Iran
Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz anasema imekuwa vita isiyo na mwisho wa miaka 47, ikianza na Jimmy Carter, rais wa 39 wa Marekani ambaye alikuwa madarakani kuanzia 1977 hadi 1981, na Rais Trump anachukua hatua kali ya kuimaliza, mwanadiplomasia huyo aliambia Fox News. Utawala wa Jimmy Carter ulishuhudia kuzorota kwa uhusiano na Iran baada ya nasaba ya Pahlavi kupinduliwa mwaka 1979 na Ayatollah Khomeini kuingia madarakani kutokana na mapinduzi ya Kiislamu. Muungano wa Washington na Teherani uligeuka kwa mzozo. Hii ilifikia kilele cha kukamatwa kwa wanadiplomasia wa Marekani huko Teherani mnamo Novemba 4, 1979. Waliachiliwa Januari 1981. Kwa hiyo hii ilisababisha kukatika kwa uhusiano wa kidiplomasia na kuanzishwa kwa vikwazo vya kwanza vya Marekani dhidi ya Iran. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.